Habari, jina langu mimi ni Zaina Kimaro, ni mtaalamu wa masuala ya malezi na makuzi, lakini leo nitaangazia kuhusiana na ulinzi na usalama wa mtoto na tutaangalia kanuni za ulinzi wa mtoto. Kwa mujibu wa Convention of Right of a Child, CRC, tuna kanuni kuu 4 za ulinzi wa mtoto ambapo ndipo haki za watoto zinazaliwa. Kanuni hizo kuu 4, moja wapo ni kuishi na kuendelezwa. Kwa Kiingereza nasema survival and development. Aweze kuishi na kuendelezwa. Kuishi na kuendelezwa. Lakini nyingine nasema inazungumzia kutokubaguliwa. Kutokubaguliwa, ambayo ni kwa Kiswahili kwa Kiingereza tunasema ni non-discrimination, kwamba watoto wasibaguliwe kwa rangi zao, kwa labda udhaifu fulani, kabila, dini na kadhalika, kwamba wasibaguliwe kwa namna yote ile. Lakini nyingine ya tatu inasema maslahi mapana au maslahi bora ya mtoto, best interest of a child kwa Kiingereza. Namba 4 inazungumzia kuhusiana na ushiriki wa mtoto, ambayo ni child participation. Nimejisikia leo kuzungumzia kuhusiana na ya 4, kanuni ambayo inasema ushiriki wa mtoto, child participation. Na ni kwa sababu ya namna ambavyo tumekuwa tukikutana na changamoto au tumekuwa tukichallengewa sometimes kwa parenting styles zetu majumbani na kwa watoto wetu. Siku zote usipomshirikisha unayemhudumia, inamaanisha kile kitu unafanya kwa ajili yako na sio kwa ajili yao. Kwa hiyo hata kwenye taasisi, kama taasisi inafanya programs za watoto, inafanya programs za vijana, na wale vijana hawako engaged kwenye planning, hawako engaged kwenye namna ya kuitambua mahitaji halisi ya kwao wenyewe, basi hicho kitu tunachokifanya au tutakachokuwa tunakifanya kwenye muktadha huo itakuwa ni kwa ajili yetu na sio kwa ajili yao, kwa sababu sisi hatujawashirikisha na hatujui maoni yao ni kitu gani. Kwa hiyo child participation au ushirikishwaji wa watoto ni jambo la msingi sana, hata kwenye taasisi wakati wa kuweka mipango na wakati ambapo unachagua nini ambacho unataka kufanya kwa ajili ya vijana na watoto. Sasa tuzungumzie child participation kwenye level ya familia.